mkurugenzi wa kampuni ya Soya One Limited na wageni wote, mwalimu mkuu na waandishi wa habari wote. Leo tumeweza kufika hapa kwa sababu moja tu, kwamba leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa sisi kama waandishi wa habari na umoja wa waandishi wa habari wilaya Tarime, tukasema tuje kwa ajili ya kuunga mkono serikali, jitihada za serikali, lakini na wananchi pia katika swala la kuhifadhi mazingira. Kama tunavyofahamu kwamba Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa kuhusiana na swala zima la upandaji miti, lakini na Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi kwamba kila mwaka tunapaswa kupanda miti takriban 1,500,000. Kwa sisi kama wanahabari tukaona tuunge jitihada hizo kiambatana mgeni rasmi na wageni wengine. Lengo tu ni kuadhimisha hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Ni kwa nini ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari? Ni kwa sababu sisi kama waandishi wa habari tunapitia changamoto nyingi, ikiwemo madhira tunayopitia katika utekelezaji wa majukumu yetu ya wanahabari, ikiwemo waandishi wa habari kuumizwa wakati wanafanya shughuli zao. Kwa hii siku ilikuja maalum kwa ajili ya kuhamasisha jamii na wananchi kwa ujumla na dunia nzima kwa ujumla kuhusiana na swala la uhuru na haki za waandishi wa habari. Ni kwa nini tunasema ni uhuru na haki kwa waandishi wa habari? Kwa sababu sisi waandishi hatupo kwa bahati mbaya, tupo kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa kuhamasisha zoezi la upandaji miti na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ana dhamira ya dhati kwa wananchi wake katika kuwaletea maendeleo. Kwa moja ya sababu iliyotupelekea Mheshimiwa mgeni rasmi siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, tuna ujumbe tupeleke kwa jamii pia, na shughuli nyingi za hapa na pale katika jamii yetu ya wilaya Tarime. Na mimi kama mwenyekiti wa waandishi wa habari wilaya hii nimekuwa tukishirikiana na wadau wengi. Mojawapo ya wadau ni Mheshimiwa Chacha Soya ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Soya One Limited ambayo amekuwa akitushika mkono mara kadhaa. Na tuseme tu amekuwa zaidi ya mzazi, amekuwa zaidi ya mlezi. Sehemu kubwa amekuwa akitushika mkono. Kila event tunaofanya tunauona mkono wake. Kwa hiyo nipende kumpongeza kwa sababu hata hii leo ametuunga mkono kwa asilimia kubwa pia katika zoezi hili ambalo tumekuja kufanya hapa la upandaji miti, lakini pia na Mheshimiwa DC pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Godfrey Kegoe, diwani wa kata ya Matongo, ambaye hii leo ndio mgeni rasmi. Nafikiri atakuwa na mengi ya kuzungumza baadaye, lakini pende kumpongeza Mheshimiwa Chacha Soya kwa kazi yake kubwa anayoifanya katika jamii, na niombe jamii ya Tarime ige mfano wa Chacha Soya kwa sababu ni mtu anayejitolea kwa jamii, ni mtu anayesaidia jamii kwa asilimia kubwa. Amekuwa na sisi na jamii kwa ujumla, na ni mtu ambaye amekuwa akijitolea sehemu kubwa sana katika shughuli zote za kijamii. Asanteni. Kama mwenyekiti wa waandishi wa habari wilaya hii nimekuwa tukishirikiana na wadau wengi. Mojawapo ya wadau ni Mheshimiwa Chacha Soya ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Soya One Limited ambayo amekuwa akitushika mkono mara kadhaa. Na tuseme tu amekuwa zaidi ya mzazi, amekuwa zaidi ya mlezi. Sehemu kubwa amekuwa akitushika mkono. Kila event tunaofanya tunauona mkono wake. Kwa hiyo nipende kumpongeza kwa sababu hata hii leo ametuunga mkono kwa asilimia kubwa pia katika zoezi hili ambalo tumekuja kufanya hapa la upandaji miti, lakini pia na Mheshimiwa DC pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Godfrey Kegoe, diwani wa kata ya Matongo, ambaye hii leo ndio mgeni rasmi. Lakini pende kumpongeza Mheshimiwa Chacha Soya kwa kazi yake kubwa anayoifanya katika jamii, na niombe jamii ya Tarime ige mfano wa Chacha Soya kwa sababu ni mtu anayejitolea kwa jamii, ni mtu anayesaidia jamii kwa asilimia kubwa. Amekuwa na sisi na jamii kwa ujumla, na ni mtu ambaye amekuwa akijitolea sehemu kubwa sana katika shughuli zote. Leo ni 3 Mei 2026, wiki ya uhuru wa vyombo vya habari. Ndugu mgeni rasmi, diwani kaka yetu Godi na diwani mwenyeji viti maalum wa kata ya Nkende, waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi wa kampuni ya Soya One Limited ndugu Chacha Soya ambaye amenipa dhamana hii ya leo kuwa hapa kumwakilisha mimi ambaye ni barozi wake
nafahamika kwa majina ya Fedrizo Samson. Tunawashukuru kwa waandaaji wa zoezi hili ambao umeona ni vema muhitimishe hii wiki katika kupanda miche kwenye shule hii ya Komote, ikiwa ni sehemu ya utunzaji wa mazingira. Na kampuni ya Soya One Limited, kama ambavyo kauli mbiu yake inasema jamii kwanza, tunaamini waandishi wa habari ni daraja kati ya ukweli na jamii. Na hii mnaonyesha ya kwamba hamuishii tu kwenye kuripoti, kwenye kupaza sauti za jamii, lakini pia mnaenzi na kutunza mazingira yetu ambayo yametuzunguka kila siku kwa faida ya watoto wetu, wadogo zetu, ndugu zetu. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Soya One Limited tunawapongeza waandaaji wote wakiongozwa na mwenyekiti wao Karoli Jacobo. Na sisi kama Soya One Limited tuseme kwamba tumekuwa tukishirikiana na waandishi wa habari siku zote, ni wadau wetu wakubwa, na tutaendelea kuwaunga mkono pale panapohitajika. Salamu zenu nimezipokea kutoka kwa mwenyekiti, nitazibeba kwa uzito huo huo na nitazifikisha kwa mkurugenzi wetu ndugu Chacha Soya, na tutaendelea kuwa pamoja kadri mtakapokuwa mnatuhitaji, hususan katika shule hii ya Komote. Kwa kweli ni jambo zuri na la kupendeza sana na la kuigwa, na niseme tu ni jambo la mfano. Hivyo mimi kama diwani nimefurahishwa na nimefurahi na utendaji kazi wenu ambao mnaendelea nao katika wilaya yetu ya Tarime. Binafsi mimi niwapongeze sana ninyi kama waandishi wa habari. Tunaona juhudi zenu za kazi mnazozifanya katika halmashauri yetu ya mji. Kwa hiyo ninawatumia nafasi hii ya kipekee sana kuwapongeza, na nawaombeni msiishie hapo, bali iwe ni endelevu. Kama tulivyopanda miti katika shule hii ya Komote, basi tuendelee kufanya hivyo majumbani kwetu. Lakini nitumie fursa hii kuwashukuru sana waandishi wa habari. Kama mmejali kwamba kweli hospitali yetu ya zahanati ya Ronsoti mmekuja kutupandia miti, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kwa kweli tunawashukuru sana, muendelee na moyo huo na isiwe hapa. Najua mmeanzia huko Komote hospitali, ambao pia ni kwenye halmashauri yetu. Lakini niwaombe pia muendelee na hili zoezi kwa maeneo mengine pia. Sababu tunao programu ambayo ni ya upandaji wa miti ambayo imeanzishwa na DC wetu. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya kwa namna ambavyo amekuwa anahimiza sana zoezi la upandaji wa miti. Na leo tungeweza kuwa naye hapa, kwa bahati mbaya amebanwa na majukumu mengine. Kwa hiyo nimsemee yuko pamoja na nyie, yuko pamoja na sisi, na atahakikisha kwamba hili zoezi linakuwa endelevu kwenye halmashauri yetu na wilaya yetu ya Tarime. Lakini pia nishukuru sana ofisi ya mkurugenzi, kwa maana ofisi ya mazingira, kwa namna ambavyo imeweza kutoa ushirikiano kwenye zoezi hili. Naamini mmeleta miti ya aina mbalimbali, miti ya matunda, miti ya mbao na kadhalika. Na sisi tumefurahishwa na tukio hili. Hili tukio ni kubwa, na tunaamini kwamba mkiendelea mje mtuletee tena miti mingine. Sisi tunalo eneo zuri ambalo ni rafiki sana kwa miti ya matunda na miti ya mbao. Naitwa Mary John Njaga, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya serikali Ronsoti. Tunashukuru sana waandishi wa habari kwa kufika hapa siku ya leo kwa ajili ya kutupandia miti katika eneo letu, na pia tunashukuru serikali ya mama kwa jinsi ambavyo inaendelea kujitahidi na kutufanyia yote haya. Shukuru sana kwa ushirikiano tulionao. Mmeendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo ni chanya katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tarime, tofauti na miaka ya nyuma ambayo ilikuwa ikisemekana kwamba Tarime kunafanyika mambo ambayo sio mazuri. Pia tunawashukuru sana kwa kufanya tukio jema la kupanda miti. Tumeonyesha hatua nzuri ya kuhifadhi mazingira. Ofisi ya Makamu wa Rais inaelekeza kila halmashauri kuweza kupanda miti 1,500,000. Lakini sisi kama halmashauri pekee hatuwezi kukamilisha au kufikia lengo hilo. Lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama nyinyi ambao mmefanya, umetusaidia kuongeza au ili kuweza kufikia lengo hilo la kuotesha miti 1,500,000 na kuipanda. Kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kwa kuniona mimi nafaa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kubwa la waandishi wa habari wilaya ya Tarime, na limefanyikia katika shule ya msingi Komote. Namshukuru sana Mungu. Mimi nilipata mwaliko kutoka kwa mwenyekiti wenu, alikuja Katani akaniomba niweze kushiriki na nyie na nikamkubalia, na leo tumefika kushiriki zoezi zuri la kupanda miti. Ila wakati nakuja kuna salamu za mkuu wa wilaya, amesema anatambua sana hiki chombo na anatambua hili zoezi linaloendelea leo hapa
lakini pia hata mkoa unalitambua hili zoezi linalofanyika katika shule hii ya msingi Komote. Kwa mimi niwashukuru sana waandishi wa habari. Anasema anatambua uwepo na umuhimu wenu wa vyombo vya habari katika wilaya ya Tarime. Bila nyie mambo mengi yasingekuwa yanafika katika jamii, na anataka ashirikiane na nyie kwa 100% kuhakikisha mnapata uhuru wenu wa vyombo vya habari. Najua kuna mambo mengi ameeleza mwenyekiti ambayo yanajificha, yanashindwa kutoa uhuru wa vyombo vya habari, lakini mkuu wetu wa wilaya amesema kushirikiana na mkuu wa mkoa atahakikisha ndani ya mkoa wa Mara vyombo vya habari vinakuwa uhuru kuweza kufikisha habari kwa wananchi na kuweza kushirikiana na wananchi. Kwa mimi kipekee niwashukuru sana katika zoezi la leo la kimazingira ambayo maelekezo ya Rais na makamu wa rais kuwa tupande miti, tunaitengeneza Tarime kuwa ya kijani. Kwa hiyo nimekuja kushiriki tukio hili la leo mimi kama diwani wa kata ya Matongo ambaye naitwa Godfrey Mwita Kigoe. Kipekee niwashukuru sana waandishi. Mimi na baadhi ya waandishi tunashirikiana nao vizuri sana kwenye kata ambao wanakuja kata ya Matongo, wanajua wakifika tunashirikiana vizuri. Kwa hiyo mimi niendelee kuwashukuru, na sio hao baadhi, ni wakaribishe wote ndani ya kata yetu ya Matongo. Tuendelee kushirikiana na kurusha habari ili watu waijue kata ya Matongo iko wapi na Nyamongo na wilaya ya Tarime. Bila nyie Tarime isingejulikana wala vitu visingejulikana vya huku. Mimi najua Tarime ni wilaya ya amani na upendo, lakini mambo yanayotoka huko, mtu anasema sijui sasa unaingia Tarime sijui unafanya nini. Hapana, kwa kushirikiana na nyie vyombo vya habari sisi tunaishi kwa upendo na amani, na ndio maana unaona wilaya yetu imetulia. Mkuu wa wilaya yuko vizuri, mkuu wa mkoa yuko vizuri, tuendelee kuchapa kazi. Kwa hiyo hili amesema mkuu wa wilaya ataendelea kushirikiana na nyie kuhakikisha uhuru wenu unapatikana na thamani yenu na umuhimu wenu uwepo katika jamii, ujulikane kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika jamii. Mimi sitakuwa na mengi sana, nikushukuru sana mwenyekiti. Jina langu naitwa Mwalimu Suzana Crispo Rege, mwalimu mkuu shule ya msingi Komote. Kwa kupanda miche mingi ya matunda ambayo itatusaidia watoto pamoja na walimu kupata vivuli na vile kuweza kupata lishe ya vitamin C. Mwenyezi Mungu awabariki waandishi wote wa habari katika halmashauri ya mji Tarime. Tumeweza kupanda miche 200 tumeanzia pale Komote shule ya msingi iliyopo kata ya Nkende, lakini tumekuja kuhitimishia hapa kwenye zahanati hii ya Lonsoti. Kwa tunawashukuru ndugu zangu waandishi wa habari, lakini niombe tutoe shukrani kwa wadau wetu kama Soya One Limited, Mheshimiwa mgeni rasmi Godfrey Kigoe, lakini pia mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime na viongozi wengine ambao tumeweza kujumuika mahali hapa. Wito wangu na rai yangu tu kwa jamii, tupande miti, na kauli mbiu tunasema ukikata mti mmoja inatakiwa upande miti 5.